Waislamu nchini wameungana na wenzao ulimwenguni kote kusherehekea Eid Fitri, tukio linaloashiria mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa kushiriki sala za kipekee katika maeneo mbalimbali ya nchi, viongozi wa kidini na wa kisiasa wa Kiislamu walitumia nafasi hiyo kusisitizia umuhimu wa amani, mshikamano na maridhiano. Katika hotuba zao walitoa wito wa kuwa na mshikamano wa kitaifa, huku wakihimiza huruma na undugu kati ya wananchi wote. Gilbert Rono anatuarifu zaidi. Katika msikiti wa Jamia jijini Nairobi, mamia waumini wa Kiislamu walikusanyika, vijana kwa wazee, wakijitokeza kwa wingi licha hali ya hewa ya baridi, kuhudhuria sala maalum kuadhimisha Eid al-Fitr. Mbali na sala, jumbe za huruma, maadili bora, kifamilia na amani zilitawala. Wanawake ambao wako chini yetu ni wanadamu kama sisi. Wanawake ambao wako chini yetu watakikana tuwafanyie wema na kuwazungumzisha maneno mazuri na kuonesha matendo mazuri, na wewe kuwajibika katika mambo ya nyumbani, usimtie mke wako dhiki. Katika kaunti za Mombasa na Kwale, wito kwa vijana kujiepusha na kujihusisha na vitendo vya uhalifu ulitawala sala maalum zilizofanyika katika uwanja wa Tononoka na shule ya msingi Mwambuga. Waziri wa madini Hassan Joho pamoja na mwenzake wa michezo Salim Mvurya walijumuika na mamia waumini wa Kiislamu waliotokea kwa wingi kushiriki sala hizo. Vijana pia wawe watulivu tu. Haisaidii kupiga mtu kipanga umuibie. How would you feel kama umempiga mtu panga umuibie? How would you feel kama mama yako ndio amepigwa panga na mwingine? How would you feel? Ama dadako, ama babako. So let's just be careful. Unajua, tuwe tu watulivu na tuamini Mwenyezi Mungu. Tuendelee kuwajali wale ambao hawajiwezi katika jamii, na pia nataka kuhimiza ujumbe wa amani, ujumbe wa kuhakikisha tumeweka kaunti yetu, tumeweka nchi yetu kuwa na amani, na tuzidi kuunga mkono rais wetu anapoendelea kuwaunganisha Wakenya. Katika kaunti za Kirinyaga na Nakuru, jamii za Waislamu katika maeneo hayo walitumia fursa hii ya sherehe za Eid al-Fitr kuahidi kujitokeza kusajiliwa kwa vitambulisho vya kitaifa kufuatia hatua ya serikali kuondoa mchakato wa upigaji msasa wa lazima ambao ulikuwa changamoto kubwa katika kupata hati hiyo ya utambulisho. Tunapongeza ile idea ameweka rais wa Kenya. Tuseme Waislamu walikuwa wamehangaika kutoka border districts na wasiokuwa Waislamu, ile amefungua hiyo. Mbali na sala takatifu, familia katika kaunti ya Mombasa zimekuwa na pilka nyingi kuandaa mapishi kwa ajili ya kusherehekea Eid al-Fitr, huku nyama ya mbuzi ikiandaliwa kwa wingi. Gilbert Rono, runinga ya Citizen.